Chanzo ni kaka, sehemu ya 5 na ya mwisho. Wakati mwingine maisha yana namna yake ya kutufundisha. Wakati mwingine hutupa maumivu mapema ili baadaye tuwe na nguvu ya kuyasimamisha makovu yetu yenyewe. Na wakati mwingine maisha hutunyamazisha kwa muda mrefu kisha hututupa mbele ya ukweli ambao tumekuwa tukiogopa kwa miaka mingi. Katika familia hii, mioyo ilijeruhiwa, siri ziliwekwa chini kama mzigo mzito na kila mmoja alitembea kivyake, alibeba maumivu yasiyoonekana. Lakini tangu kijana yule aliporudi kutoka safari yake ya elimu, upepo mpya ulianza kuvuma, upepo wa maswali, upepo wa majuto na upepo wa mwanga ambao hauwezi kuzuia na mtu wala siri. Kwa sababu katika dunia kuna mambo yanofichika kwa muda, lakini hakuna kitu ambacho huweza kufichwa milele. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo yule mtoto avumilia ambaye aliwahi kumdanganya Carlos kwamba ni mtoto binamu yake. Kumbe mtoto huyo alikuwa ni mtoto Vumilia, na baadaye Carlos akaja kutambua ukweli kwamba mtoto yule alikuwa ni mtoto wa binamu yake kama ambavyo mke wake Vumilia aliweza kumwambia hapo awali. Jambo hilo lilimuumiza sana Carlos, na ukweli mwingine ambao aligundua kwamba hata yule mtoto mdogo alikuwa sio mtoto wake, bali alikuwa ni mtoto wa kakake Saidi. Hivyo kakake Saidi alikuwa na watoto wawili katika familia ya Carlos. Jambo ambalo lilimuumiza sana Carlos. Akajikuta ameingia katika msongo mkubwa wa mawazo. Carlos akawa mlevi, mtu wa kutukana ovyo, akawa ni mtu ambaye amepoteza dira ya maisha. Kila wakati Carlos hakutaka kuamini kitu kinachoitwa upendo wa kweli katika maisha yake. Carlos aliamini kwamba hakuna upendo wa kweli katika ulimwengu huu. Hakuna ndugu mwaminifu, hakuna rafiki mwaminifu, hakuna mwanamke ambaye anaweza kumpenda, hakuna mwanamke ambaye ni mkweli. Basi Carlos akajikuta akipoteza dira yake ya maisha. Lakini mtoto huyo wa kwanza ambaye alikuwa akiishi naye, Carlos akajikuta akianza kumchukia. Kitendo hicho ambacho kilimuumiza sana yule mtoto. Yule mtoto alisoma katika mazingira magumu sana na hatimaye akafanikiwa kufika chuo. Lakini baada ya kuhitimu mafunzo yake ya chuo, yule mtoto kwa sasa ameshakuwa kijana, aliamua kumfuata babake Carlos, ambaye kwa sasa Carlos alibadilishwa jina mtani kwake na kuitwa mlevi. Mtoto yule alimwambia mambo mengi. Mtoto yule alimuuliza Carlos kwa nini anamchukia, kwa nini hakuwahi kumuita mtoto wangu, kwa nini hajawahi kuwa kama baba katika maisha yake. Ndipo Carlos aliposema kwamba kuna mambo mengi ambayo yanavumilika ndani ya familia, kuna siri nzito ndani ya familia. Hivyo hakutaka kumwambia ni kipi ambacho kinaendelea katika maisha yake. Kikubwa zaidi, Carlos alimwomba msamaha mtoto huyo kwa kushindwa kumlea kama mtoto wake, lakini moyoni mwake Carlos alikuwa na maumivu mengi yasiyokuwa na kipimo. Basi usiku ule, baada ya machozi kumwagika na maneno mazito kutamkwa, ukimya ulikaa kati yao kama shahidi wa maumivu ya miaka mingi. Kijana alikaa kimya kwa muda mfupi, huku akimtazama Carlos kwa macho ya mtu mwenye huruma zaidi kuliko hukumu. Mtoto yule hakuwa mtoto tena, bali alikuwa ni mtu mzima aliyepitia magumu yake mwenyewe. Basi kijana huyo alivuta pumzi, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito wa uamuzi. Mtoto huyo akasema, "Baba, najua kuna mengi ambayo huwezi kuniambia. Najua dunia imekuumiza kuliko unavyoweza kueleza. Lakini naomba ujue tu kwamba jambo moja, hata kama kuna kitu ambacho mnapitia kati yako wewe pamoja na mamangu, hata kama dunia imekaa kati ya familia yetu, lakini mimi siku zote daima nitakuwa upande wako. Sitaacha damu ya chuki igawanye maisha yetu baba. Umenilea kwa ukimya, lakini ukimya huo umenifundisha nguvu. Kuanzia leo babangu, nitakuwa bega kwa bega na wewe. Haijalishi kuna nini nyuma ya pazia." Carlos baada ya kusikia maneno hayo alishtuka sana. Hakutarajia kusikia maneno hayo kutoka kwa kijana huyo ambaye alianza kumchukia tangu siku ya kwanza ambapo aliugundua ukweli kwamba mtoto huyo ni mtoto wa kakake alifahamika kwa jina la Saidi. Carlos alimwangalia sana kisha akasema, "Mwanangu, nimekosea sana. Yaani nimekosea sana katika maisha yako na hayakuwa makosa yako. Lakini ahadi yako imenipatia nguvu mpya." Kijana yule aliweka mkono wake juu ya bega la Carlos kisha akasema, "Baba, tunamaliza huu kurasa pamoja. Mimi nipo pamoja na wewe na kuamini wewe kama babangu. Hata kama familia imegawanyika, moyo wangu haujagawanyika juu yako babangu." Basi usiku ule haukufuta maumivu yote, lakini uliweka mwanga wa kwanza baada ya miaka ya giza. Kwa mara ya kwanza Carlos alihisi kuwa hawezi kupigana na dunia akiwa peke yake tena. Basi miaka ilianza kusonga mbele
Kijana wa kwanza Vumilia sasa alikuwa ni mtu mzima. Alipata kazi katika mkoa mwingine, kazi ya heshima, kazi ya ufundi, kazi iliyomfanya amke kila asubuhi akiwa na shukrani kwa Mungu na mapambano aliyoyapitia. Lakini wakati furaha inamwangazia kijana huyo, upande mwingine wa familia ulikuwa ukizima kimya kimya. Saidi, kaka yake Karosi, alikuwa akibadilika pole pole. Kila muda ulivyozidi kwenda, alikuwa anazidi kukonda. Alikuwa ni mtu mkimya, alikuwa anatembea kama mtu aliyebeba mzigo mzito usioonekana. Ndani ya roho yake Saidi, hatua ilikuwa imegeuka kuwa gereza lake. Saidi alijisi ni mtu mchafu, mtu muovu na mtu asiye na thamani mbele ya familia yake mwenyewe. Saidi hata siku moja haukupita usiku hata mmoja ambao hakulia pindi alipokuwa peke yake. Hakuna siku ambao Saidi alilala bila kumwombea Karosi msamaha kwa Mungu. Basi siku moja asubuhi habari zilisambaa kijijini kwamba Saidi alikuwa amefariki. Hakuna mtu ambaye alieleza kilichotokea moja kwa moja, lakini watu walinong'ona juu ya msongo wa mawazo wa Saidi ambao alikuwa anaupitia, mawimbi ya majuto na maisha yaliyomuelemea zaidi ya uwezo wake wa kuvumilia. Ni kama moyo wake wa Saidi ulipoteza nguvu za kupigana. Saidi aliacha kitu kimoja tu nyuma yake ambacho ni barua. Barua ya mwisho kutoka kwa Saidi kwenda kwa mdogo wake aliyefahamika kwa jina la Karosi. Barua ile ilipelekwa kwa Karosi na mzee wa familia ambaye macho yake yalikuwa mekundu kama majonzi. Karosi alipoishika barua ile, mikono yake ilitetemeka. Basi Karosi akifungua barua ile na kuanza kuisoma. Barua ile iliandikwa hivi: Karosi, mimi ni kaka yako Saidi. Kaka yako huyu anakuandikia barua hii akiwa na moyo mzito kuliko miaka yote ya maisha yake. Karosi, nimekosea, nimekukosea sana, nimekusaliti, nimeivunja heshima ya undugu kuliko mtu yoyote yule ambaye angepaswa kufanya hivyo. Karosi, Saidi, mimi sikupaswa kukushawishi kuingia katika ndoa ile ambayo nilijua kabisa kuna doa ambayo niliiweka. Sikupaswa kukutazama usoni na kukufanya uamini uongo niliokuwa nimeumeza kwa muda mrefu sana. Karosi, hata nikiandika hapa, najua hakuna maneno atakayotosha kufuta maumivu niliyokupa, lakini nataka ujue jambo moja tu: hukustahili kabisa mateso uliyopitia kwa sababu ya kosa langu. Kama kaka, kama ndugu yako, nimeanguka vibaya, lakini kama mwanadamu nimechoka kubeba hatia hii. Naomba msamaha, naomba unisamehe mdogo wangu. Naomba msamaha wa kweli, msamaha wa damu moja. Na kuna jambo moja la mwisho ambalo nataka kukuomba mdogo wangu, ni juu ya watoto wangu wawili. Naomba walinde kama watoto wako. Watoto hao hawana makosa, wasije wakajua chochote kuhusu mzizi wa maumivu ya familia yetu. Siri ibaki ndani ya damu. Wako mpendwa, kakako Saidi. Barua ile ilitamatishwa hivyo. Karosi akusimama baada ya kumaliza kusoma barua ile. Miguu yake ilikosa nguvu. Alianguka kwenye kiti, macho yake yakifura kwa machozi ambayo hakuwahi kusema. Karosi alianza kukumbuka juu ya utoto wao yeye pamoja na kakake Saidi, michezo ambayo walikuwa wanacheza, safari zao, na mwisho wa kakake ambao hakutarajia kwamba mwisho wa Saidi ungekuwa hivi. Karosi akajisemea, akasema, kakangu Saidi, mbona kunipa nafasi ya kukusamehe kaka? Karosi aliwaza maneno haya huko machozi yakimchorozika. Hasira aliyojenga miaka yote ilianguka kama nyumba ya karatasi. Uchungu uliojengwa na usaliti uligeuka kuwa maumivu ya kufiwa, maumivu yanayochoma zaidi kuliko yote. Karosi alilia kama hajawahi kulia, kilio cha mtu ambaye alihitaji kumsamehe marehemu, kilio cha mtu aliyechelewa kusema nimekusamehe. Kwa mara nyingine tena, Karosi aliona nikana kwamba dunia ilimfundisha kwamba siri za familia zina nguvu ya kutengeneza au kubomoa roho za wanadamu. Basi siku kadhaa baada ya msiba wa Saidi, nyumba ya familia ya Karosi ilibaki na ukimya mzito. Ukimya wa kumpoteza ndugu, ukimya wa kukosa jibu, ukimya wa majuto. Karosi alikaa sebuleni siku hiyo jioni, huku akiwa ameshika barua ya kakake mkononi. Karosi alionekana ni mtu ambaye alikuwa amechoka, si mwili tu, bali hadi rohoni. Basi kwa mara ya kwanza Karosi, baada ya miaka mingi, hakuwa na hasira pindi alipomfikiria Vumilia. Hakukuwa na chuki tena baina yake. Barua ya Saidi ilikuwa ni kama mlango uliofunguka kwenye moyo wa Karosi, ikifungua nafasi ya msamaha. Basi Karosi alimuita mke wake Vumilia kwa sauti ya taratibu sana. Karosi akasema, Vumilia mke wangu, njoo. Kuna jambo ambalo nataka tuongee mimi na wewe. Basi Vumilia alijitokeza pole pole kutoka chumbani, huku macho yake yakiwa mekundu kwa machozi ya siku kadhaa zilizopita.
Basi Vumilia baada ya kufika sebuleni hakuweza kumwangalia Carlos usoni. Hofu, aibu na majuto vilikuwa vinampasua moyo wake. Basi alipoketi mbele yake, Carlos alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akamwangalia Vumilia. Si kumwangalia kwa hasira kama zamani, bali kwa macho ya uchovu na ukomavu. Carlos alianza kwa kusema kwa sauti ya chini. Akasema, Vumilia, Vumilia mke wangu. Unajua miaka yote nimebeba maumivu makubwa. Nimebeba chuki ambayo ilinifanya nisahau mimi ni nani. Lakini barua ya kakangu Saidi imenifundisha kitu. Carlos akaendelea kuongea. Akasema, barua hii imenifundisha kuwa maisha ni mafupi sana na si vizuri kuendelea kuweka sumu moyoni. Na barua hii imeniambia jambo moja la mwisho, ni kuhusu watoto. Vumilia alianza kulia taratibu. Alishusha kichwa chake chini kwa aibu. Carlos aliendelea kusema. Carlos akasema, Vumilia, nimekuita leo si kwa ajili ya kukuhukumu. Hapana. Na wala si kwa ajili ya kukuambia makosa ya zamani. Hapana. Bali nimekuita ni kwa sababu nimeamua kukusamehe. Nimeamua kukusamehe kwa moyo wangu mmoja. Vumilia alitikisa kichwa kwa mshangao, huku machozi yakimwagika bila kujizuia. Vumilia akasema, kweli Carlos, umenisamehe mimi? Carlos, nimekusababisha maumivu makubwa katika maisha yako. Sijui kama nastahili msamaha wako. Carlos alimtazama Vumilia kwa makini, kisha akasema, hapana Vumilia, sote tumekosea. Lakini sitaki tena kupoteza mtu wa karibu aliyebaki. Hatakuwa familia kamili, lakini tuna nafasi ya kwanza upya. Na kuhusu watoto, Carlos alipofika katika eneo hili, alijipangusa macho, kisha akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, kuhusu watoto Vumilia, nitawapenda watoto wote. Nitawapenda kama kaka yangu alivyonitaka. Nitawapenda kama damu yangu. Nitawapenda kama damu moja inavyostahili. Maneno yale ya Carlos yalivunja ukuta wa majeraha yaliyodumu miaka mingi. Vumilia alishindwa kujizuia. Alielekea mbele ya Carlos, akapiga magoti kwa karibu, huku akisema kwa sauti ya maumivu. Akasema, asante sana Carlos. Asante. Hata siku moja sikuwahi kufikiria kwamba siku hii inaweza kutokea. Na hapa sitawahi kukuvunja tena. Nitaheshimu kila uamuzi wako. Carlos alinyosha mkono wake polepole, kisha akamuinua Vumilia, kisha akamwambia. Akasema, Vumilia, hatutaanza kwa maneno mengi katika safari mpya ya maisha yetu, bali tutaanza kwa kutulia, kwa kuheshimiana na kwa kutunza watoto wetu. Hiyo ndio amana ya kakaangu. Basi kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, hewa ya amani ilipita ndani ya nyumba ile. Si kwa sababu mambo yalikuwa mazuri, la hasha, bali kwa sababu ya mwanya wa msamaha ulifungua mlango ambao ulikuwa umefungwa kwa muda mrefu. Na hapo ndipo safari mpya ya familia ilipoanza. Si safari ya kukimbia makosa, bali safari ya kujenga upya. Siku kadhaa zilipita baada ya msiba wa Saidi kutokea, na katika kipindi hicho na katika siku hizo, yule aliyewahi kukua kwa tabu chini ya nyumba ya Carlos sasa alikuwa ni mtu mzima. Alikuwa na kazi yake, mtazamo wake na moyo wake ulijaa shukrani kuliko kinyongo. Alikuwa ni kijana ambaye amejaliwa kile ambacho wengi hawana. Alijaliwa hekima ya kusamehe hata kabla ya kuombwa msamaha. Lakini alipoangalia familia yake, hasa Carlos, aliona majeraha yaliyokuwa bado hayajatibiwa. Carlos alikuwa ameanza kupungua makali ya hasira, lakini bado alikuwa ameharibika kiakili na kihisia kutokana na miaka ya uchungu, ulevi na kukosa amani. Carlos alikuwa anafanya jitihada, lakini bado hakuwa sawa. Basi kijana huyo aliahidi kwamba ni lazima atamsaidia babake anayefahamika kwa jina la Carlos. Na kijana huyo aliamini kwamba Carlos ndiye babake mzazi. Basi mwaka mmoja ulipita. Kijana yule alimtafutia babake mtaalamu wa saikolojia kwa ajili ya kuweza kumrudisha katika hali halisi. Haikuwa kazi rahisi. Kulikuwa na siku Carlos alilia kama mtoto mdogo, siku alizogoma kuongea, kuna siku alizotaka kukimbia na kuachana na matibabu kabisa, lakini kijana wake hakuwahi kuacha kumshika mkono. Kila wakati kijana huyo alisimama kama nguzo, huku akionyesha hekima ambayo hata Carlos hakuwahi kuitarajia. Na polepole Carlos akaanza kupona, akajifunza kupumua, akajifunza kuachilia majeraha ya zamani, akajifunza kusamehe hata pale penye maumivu, na zaidi ya yote alijifunza kufanya amani na nafsi yake. Miaka mitatu baadaye Carlos alibadilika kabisa. Hakuwa yule mwanaume aliyepotea kwenye ulevi na hasira, bali alikuwa ni mtu wa heshima, mwenye utulivu, mtu mwenye macho yanayoonyesha hekima ya kupita majaribu. Carlos alisimama tena kama kichwa cha familia, lakini safari hii kwa busara na upendo. Carlos alisimamia mali za marehemu kaka yake Saidi kwa uadilifu mkubwa, si kama wajibu tu, bali kama deni la heshima kwa kaka yake aliyempenda. Lakini pia alikuwa chini ya usimamizi wa kijana wake, si kwa sababu alikuwa dhaifu, la hasha, bali kwa sababu mtoto huyo alikuwa ni mtu wa kuaminiwa.
Kila uamuzi uliofanywa na Carlos basi alimshirikisha kijana wake. Walikuwa timu moja, walikuwa familia moja. Na Carlos mara nyingi alimwambia kijana wake kwamba wewe ndio ulinitoa shimoni, wewe ndiye ulinikumbusha thamani ya kuishi. Ningekuwa wapi bila wewe kijana wangu? Na kijana alimjibu kwa tabasamu baba yake huko akisema, baba, wewe ndio baba yangu na sina baba mwingine katika maisha haya. Nilichofanya ni kukurudisha tu nyumbani na si kitu kingine. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 5 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Chanzo ni Kaka. Je, ni kipi ambacho umejifunza katika simulizi hii? Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Chanzo ni Kaka.